la akiba ya fedha za kigeni. Juzi tulipokuwa tunafunga mwaka, nisikiza hotuba ya Mheshimiwa Rais akiambia dunia kwamba tuna fedha za kigeni zipatazo, kauli ya Mheshimiwa Rais sio ya kwangu, zipatazo dola za Marekani bilioni 6,253 ndio fedha za kigeni tulizo nazo. Huwa napenda kufanya utafiti na kujua hali ya uchumi ya nchi mbalimbali duniani. Leo nchi ambayo ina fedha nyingi za akiba, reserves zake nyingi, ni China. Ina dola za Kimarekani trilioni 3.16. China trilioni. Hapa kwetu Afrika hapa Uganda wana dola za Kimarekani kwa mwaka huu uliosha juzi bilioni 2.8, bilioni 2.8 Uganda. Rwanda wana dola za Marekani bilioni 1.5. Afrika Kusini wana kama bilioni 43. Ndugu zetu wa Kenya wana kama bilioni 14.14. Sasa kama sisi Tanzania tuna akiba ya dola bilioni 6,254, bilioni 6,000, ni kwamba sisi Tanzania tunaongoza duniani kwa utajiri. Hakuna nchi hata moja duniani yenye fedha hizo zake. Hakuna. Lakini kuna miujiza, iko miujiza. Mimi kwa hili nimpongeze Samia, ana dola za Kimarekani utawala wake bilioni 6,000, bilioni 6,000. Unajua kwenye hisabati unaanza na mamoja, unaenda makumi, unaenda maelfu. Kama unaweka kwenye jedwali hivi, ukiweka kwenye column, unasema ni muhimili. Unaweka kwenye muhimili au space value, ili mwanafunzi kama unamfundisha vizuri, unaanza na mamoja, makumi, mamia, maelfu, makumi elfu. Yaani ukishafika maelfu unaanza maelfu yale, alafu unaweka kwenye mafungu 10, maelfu 10, maelfu 100. Ukishamaliza maelfu 100, ambayo hiyo ndio 100,000 hiyo, unaenda, uwezo ukasema maelfu elfu, hapana, unaenda milioni. Ukishafika kwenye milioni, mamilioni hayo, unaenda kwa mamilioni 10, mamilioni 100. Uwezo ukasema mamilioni 1,000, hapana, unaenda kwenye bilioni. Ongeza 0.33 bilioni. Unaenda mabilioni, mabilioni 10, mabilioni 100, unaenda kwenye trilioni. Sababu ukishafika kwenye, ukishaweka 0.33 ndio unatoka sasa kwenye hapo. Kama unatoka kwenye milioni ambazo ni 6, unasema milioni. Ukiongeza sifuri nyingine hizo unaenda kwenye, zikafika 0.9 unaenda kwenye bilioni. Ukiongeza sifuri nyingine 3 unaenda kwenye trilioni. Ukiongeza sifuri nyingine 3 unaenda kwa quadrilioni. Ukiongeza sifuri nyingine 3 unaenda kwa trilioni. Ukitoka kwa trilioni. So ukiongeza 0.3 zikifika 18 ni kwa trilioni. Zikifika 21 ni kwa sextilioni. Zikifika 24 ni kwa septilioni. Unaenda hivyo mpaka kwa zilioni. Zilioni sio namba. Unaenda kwenye skew value ambazo ni indefinite, yani skew, you cannot quantify. Sasa ukisema bilioni 1,000, kwanza wewe kiongozi unasema bilioni 1,000, tayari umeshatoa udanganyifu katika jamii. Watoto wetu wanajifunza nini? Kwamba unaweza kusema bilioni 1,000, hapana. Ukishafika bilioni, kutaka kwenda 1,000 unasema trilioni. Kwa hivyo alichotakiwa kusema, angesema tunazo fedha za kigeni trilioni 6.253, ambayo dunia yote ingekuja hilo Tanzania kwamba sisi ndio matajiri wakubwa kuliko wote duniani kwenye
kwenye akiba za fedha za kigeni, na hii imeleta tatizo sana kwenye namba hizi. Umeona wabunge wetu wanavyosema pale bungeni, wanavyopata shida, wakuu wetu wa mikoa, viongozi wetu. Ndio sababu tunasema viongozi waandaliwa. Hii kwa dhati kabisa, viongozi waandaliwa. Kama kiongozi huwezi kutofautisha elfu na milioni, ukishamaliza maelfu mia, alafu unasema maelfu mia, alafu sema maelfu. Hapana. Unasema maelfu maana yake nini? Unasema milioni moja. Na uwezi kusema mamilioni elfu, hapana. Ukienda kwenye mamilioni elfu italeta matatizo. Ukishafika milioni moja, milioni mbili, mpaka zikifika milioni 1000 unaenda kwenye bilioni. Sasa ukisema tunayo akiba za kigeni, na imesemwa tangu juzi na mpaka leo haijabadilishwa, labda tunayo, kuna miujiza na hiyo, tuwapongeze. Lakini kama sio hivyo, kwa sababu yuko kwenye ansari na yuko kwenye mifumo hii, tunaishauri tu, ni ushauri tu wa kiungwana, kwamba wameshindwa kutofautisha kati ya bilioni labda na milioni. Mimi sio msemaji wao. Waangalie hizo tarakimu zao vizuri, wafanye masahihisho. Mimi na haki ya kuambia wafanye masahihisho. Kama sio masahihisho, hatuna haja ya kukopa mali popote. Hatuna haja ya kukopa sijui World Bank kwa ajili ya kujenga vyoo vya shule ya msingi. Kweli mwaka huu tunakopa kwa ajili ya kujenga vyoo, tunaandika asante uviko sijui. Alafu tunabishana kwamba mkopo huo sijui wa trilioni 1.3 hauna riba. Hawajui kwamba fedha hizo zinakopwa kwa fedha za Marekani, dola. Sasa wakati wa kulipa lazima tulipe kwa dola. Na unaona hakuna uhimilivu au hamna stability ya shilingi yetu. Halafu nasema tutalipa miaka 20, watalipa watoto wetu na wajukuu zetu. Halafu watalipa wakati huo shilingi ni shilingi, dola uimara wake ni kiasi gani na shilingi kiasi gani. Na ujua uchumi wa Marekani huko stable tangu mwaka 1871. Super power. Ndio shilingi yao na dola yao inatawala dunia hapa. Sasa kama wakati huo shilingi yetu imeporomoka, tuombe hivyo ikafika 1500, ndio wata quantify shilingi yetu dhidi ya hizo dola tulizokopa. Unaweza ukasema leo imekopa dola 1500, ukalipa dola 10,000. Kwa hivyo tuseme ni currency ipi inayotumika. Tusiseme tu haya mambo. Sasa na hii inaunganishia hapo. Hii unayosema ya ndugu Ndugai Speaker aliyotoa kuhusu deni la taifa, kwamba alafu anashambuliwa kweli kweli. Tujiulize, hivi takwimu alizotoa Mheshimiwa Speaker ni za ukweli au sio za ukweli? Tujiulize tu. Sasa hapa tusiangalie, unajua nini, kuna kukwazana. Ndio sababu nimesema kuna msongo mkubwa kwenye jamii ya Tanzania. Watu wanaangalia mtu, hawaangalii hoja. Alafu unajitokeza kiongozi unasema tutakopa tu, hata mbona Marekani wanakopa. Hivi kwani unaweza kumlinganisha Mtanzania na Marekani? Si unalinganisha tembo na sisimizi. Alafu credit worth yako ikoje? Unakopa ili ufanye nini? Eti kwa sababu kulikuwa na fedha za uviko, basi wanakopa wenzetu na sisi tukachote pale. Alafu tuchote kweli karne hii kwa ajili ya kujenga vyuo vya shule ya msingi, na tunasema asante uviko 19. Ndio akili zetu. Alafu tunabishana tu. Alafu anasema fedha hizi ni za rais, asante sana rais. Tangu lini rais akawa na fedha hizo? Anauza madawa ya kulevya. Kuna mabishano makubwa hapa kwamba rais aliyeondoka Mheshimiwa Magufuli alikopa fedha trilioni 29. Sasa Magufuli hayupo. Hilo deni limeondoka na Magufuli. Hilo deni si limebaki ni la taifa. Fedha ni za serikali. Serikali inakopa kwa niaba ya Tanzania. Kwa hivyo kama zinapelekwa huko ni deni kwa taifa la Tanzania, sio deni la rais. Fedha zimekopwa World Bank, zimekopwa IMF, zimekopwa Africa Development Bank, alafu watu wanasema asante rais. Asante Mama Samia anatujengea madarasa 3000 kwa fedha za mkopo wa Benki ya Dunia.
kwa fedha za mkopo. Ndio sababu kwenye tamko letu tumesema tulete ukweli mahali penye uongo, kuelimisha taifa. Sasa watoto wetu wameshazoea sasa hivi, na kila mtu ukimkuta mwenyekiti wa kijiji, ukikuta mwenyekiti wa watendaji wa kata, ukikuta wabunge wanasema asante Mama Samia ametujengea barabara hii, asante Magufuli ametujengea sijui chuo kikuu mabweni haya, asante Magufuli ametujengea madaraja ya flyover, eti Japani nao wanakopa, kwa nini na sisi tusikope? Yani unaona huu punguani uongozi. Alafu unajua ndugu zangu, tu kweli tu, Mwalimu alisema ili tuendelee tunahitaji watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Watu tupo zaidi ya milioni 60. Ardhi tunayo zaidi ya kilomita za mraba 945,045. Miaka 50 iliyopita, mwaka 1970, ukiangalia GDP, yani pato la Malaysia, tulikuwa karibu sawa. Wao walikuwa kwenye dola za Marekani bilioni 3. Tanzania tulikuwa kwenye dola za Marekani bilioni 2.4 na wao bilioni 3. Tulikuwa karibu tunafanana. Malaysia, ukiangalia eneo la ardhi la Malaysia ni kilomita za mraba 329,029. Tulienda kuwatembelea huko, tukatembea kweli kule. Kilomita 329,029. Yaani Malaysia ni 1/3, ni theluthi moja ya eneo lote la Tanzania. Na kwao wanafanya nini? Mapato yao, yani tegemeo lao kubwa ni mawese. Ile michikichi ile mawese wameenda walichukua Kigoma huko na mingine wakaichukua West Africa. Ndio wanategemea uongozi, wanategemea. Miaka 50 baadaye Malaysia GDP yao ilikuwa bilioni 3 dola za Marekani. Leo hii Malaysia GDP yao ni dola za Marekani bilioni bilioni 401.99. Tanzania ambayo tulikuwa tunafanana, leo hii GDP ya Tanzania ilikuwa dola bilioni 62 mwaka jana. Sasa tunabishana, je, mwaka huu tutakuwa ni bilioni 64 au tumeanguka tunaenda bilioni 55? Angalia takwimu za benki. Bilioni, yani GDP ya Tanzania na ukubwa wa ardhi na uwezo wote inaingia Malaysia mara 6 na zaidi. Hapa ni nini? Hapo tunasoneka. Hatukuwekeza vizuri. Tungechukua mikopo hiyo tunayosema tukawekeza kwenye strategic areas. Unaweza ukawekeza kwenye rasilimali watu kwa ajili ya kuja kustimulate uchumi wako. Unawekeza kwa vijana wetu mabinti ya wale 10,000 10,000, unawapeleka wao waende kuwa manesi huko duniani huko. Kwenye sekta ya afya, kwenye wauguzi. Wakiwa huko wataletea baba, wataletea mjomba, watamletea huyu, wakileta tu. Angalia remittance. Mataifa, nchi nyingine wanazorudisha fedha nyumbani kupitia, yani social tu, kupitia kwenye jamii. Ukiangalia kwa mfano Kenya, nakumbuka mwaka jana fedha zilizotoka nje zikaingia Kenya kwa ndugu, mzunguko wao wa fedha ni dola za Marekani bilioni 3. Dola za Marekani bilioni 3.4. India ndio inaongoza kwa kupeleka watu kwa dunia alafu wanarudisha nyumbani. Kati ya remittance yote ya dunia ni karibu, ya mwaka jana ilikuwa ni dola bilioni 500 na kitu, lakini India peke yake ni dola bilioni 87 zimerudi nyumbani. Zimerudi nyumbani. Hata Zimbabwe wanatushinda Tanzania. Zorudi Zimbabwe zilikuwa dola bilioni 1.4. Hata Uganda wanatushinda. Zilizorudi nyumbani sijui ni dola bilioni ngapi. Hapa kwetu Tanzania zilizorudi ni dola milioni 400. Dola milioni 400, sio bilioni, milioni 400. Sasa hii ni unawekeza vipi? Sasa kwa hivyo unakopa kwenye strategic, unasema rasilimali watu kwa ajili ya kustimulate uchumi wako, au unakopa kwa mfano tunasema tunapiga kelele sana kuhusu SGR. Sawa. Tumewekeza kwenye SGR. Tumeshapata takwimu. SGR is investment of return, yani return ya investment.
tumewekeza, itachukua mzigo kiasi gani, baada ya muda gani itarudisha, ukilinganisha na malori yanayotumika barabarani. Unafanya utafiti wa barabarani wa reli unayoiweka, investment unayoiweka, projection yako labda miaka 10 20 itakuwa imerudisha namna gani. Ukisema kwamba tunajenga reli, kwani wakoloni hawakujenga reli? Wajerumani hawakutujengea reli, sio walitujengea reli. Unawekeza wapi? Ndio sababu nimesema ukitaka maendeleo ya muda mfupi unasia mpunga. Ukitaka maendeleo ya muda wa kati unapanda miti. Ukitaka maendeleo ya muda mrefu unawekeza kwenye akili ya mwanadamu, human resource. Kwa hivyo hili pengo tunalosema nihitimishe, hili swala unalosema la deni la taifa la speaker, ni kwamba hata mwaka huu Mheshimiwa Samia alivyokaa madarakani hapa, si amesema mwenyewe walikopa kwenye, tunapongeza. Kuna kiongozi mmoja nimesikia anasema Samia amekopa tu shilingi trilioni 1.3 kwa ajili ya kujenga madarasa na vyuo. Hapana. Zimekopwa fedha za SGR, zimekopwa fedha nyingi tu. Zimekopwa tu kukopa World Bank, IMF na Africa Development Bank zaidi ya dola za Marekani bilioni 2.5. Ukiweka na za SGR zimefikia dola bilioni 4.4. Ukiweka na zilizokopa kwenye commercial institutions kwa miezi 9 zimekopwa zaidi ya trilioni 10. Sasa tunaenda wapi? Alafu tunasema deni ni himilivu. Relative to what? Ukishafikia kwenye debt GDP ratio, ikafika kwenye hizi nchi zetu hizi, karibu inaenda kwenye ceiling. Ikifika kwenye 50%, hatutaruhusiwa kukopa tena. Usijilinganishe na Japani. Japani ameruhusiwa kukopa mpaka amefika zaidi ya 234. Uchumi wake usicheze naye, ni Mjapani huyu. Eti unajilinganisha na Marekani. Marekani, GDP ya Marekani kiasi gani? Ni dola trilioni 22.2. GDP ya Marekani dola trilioni 22.2, ya kwetu bilioni 60. Yule trilioni na uchumi wote wa dunia, GDP ya dunia zaidi ya trilioni 91. Sasa Marekani mwenyewe anachukua zaidi ya 20% ya GDP yote. Alafu nasema kwa sababu Marekani anakopa na sisi tunakopa tu. Unakopa kufanyia nini? Na je, ukikopa kwa mfano tunakopa kwenye SGR, ule mkataba unasemaje? Unasema wawekezaji wa humu ndani, makampuni ya humu ndani yanawekeza local content. Unasema nondo lazima ununue hapa, simenti lazima ununue hapa, mama ntilie chakula, mboga, mayai, nini, kila kitu unanunua hapa, kuku unanunua hapa, makampuni hapa, watu wetu wanapata ajira hapa, lazima kukukula. La sivyo unakopa, fedha zinarudi zote kwao, alafu unasema kwamba tumekopa kwa ajili ya kuwekeza, unaonyesha mnacheza iena. Sasa tufikiri, na ndio sasa nimesema tuwekeze kwa miaka zaidi ya karne moja ya historia nchi yetu. Tuwekeze kwenye akili za binadamu, na namna bora ya kutoka hapa. Hii hoja ya Ndugai. Unajua Ndugai wanamtukana tu. Alafu unajua Ndugai alichosema, kwanza mihimili ikigongana ndio kazi yake. Kwa sababu bunge kwa mujibu wa katiba ibara 63 ni kuisimamia na kuishauri serikali. Sasa usianze kusema jana alisema amesema nini? Ametoa hoja yake kuhusu tuko wapi leo. Sasa kama ametoa hoja yake, je, ni kweli? Ndio unaona ni kweli ametoa ile hoja. Ametoa. Sasa tu unajua kubumbaza hivi. Haya mambo sio ya jikoni. Haya mambo sio ya chama kimoja. Etu angetakiwa akamnongoneze Mheshimiwa Rais. Akimnongoneza nani analipa hilo deni? Kesho Samia yupo, Ndugai yupo, sisi wa Tanzania. Haya ni mambo ya public, is for public consumption. Kwa hivyo migongano, na ikitokea migongano ya serikali na bunge kama hii ni afya kwa taifa. Mahali penye mawazo kinzani ndio yanaleta taifa linastawi zaidi. Na Isaac Newton alisema katika kila mkani mkabala kuna kani iliyo mrejeo sawa na kinyume. Unapozungumzia Stiegler's Gorge, fedha zinaenda huko, hali ya maisha ya Tanzania ngumu kweli kweli. Kwani tunakataa nini? Kwani miradi yote ya kimkakati hii tunachogombana ni kwamba Mheshimiwa Magufuli kweli alisema hivyo. Samia alikuwa makamu wake. Wakasema tuna mingi inaendeshwa kwa fedha zetu humu ndani. Angalia Stiegler's Gorge na umeme wa megawati 2200 hapo. Je, fedha zile tungewekeza kwenye umeme wenye urafiki na mazingira, umeme wa upepo, Makambako, Same, Singida, ungetoa zaidi ya megawati 24,000. Utafiti ulishafanyika vizuri kabisa. Ungewekeza kwenye sola ambao ni urafiki na mazingira. Lakini unasema unawekeza na huu umeme wa Stiegler's Gorge
huu wa bwawa la Nyerere walisema unafungua mwaka huu, mwanzoni walisema utafungua mwaka huu miezi 36 imeisha, mwaka huu utafungua mwezi Februari, mwezi ujao. Tutashukuru, na kweli kama Samia ataenda kufungua mradi huu mwezi ujao, mimi nitajiunga naye kwenda Rufiji kwenda kufungua, kumpigia makofi mradi huu kama wana ubavu huu. Yaani ngonjera tu. Alafu mradi wa kuharibu mazingira, mradi ya ajabu. Hii ndio strategic investment kwa nchi. Tumevunja zaidi ya tumevunja nini? Tumekata miti zaidi ya 3,600. Yaani kweli, yani kuliunganisha taifa. Samia akienda kufungua huo mradi mwezi ujao wa pili walivyosema, sisi NCCR Majonzi tutakwenda pale kwa sababu tunaunganisha nchi, tutawapigia makofi kwa sababu ni mradi ya nchi. Lakini nakwambia hawawezi ndoto tu. Halafu watu eti miamala ya simu, sijui huku kodi za kizalendo za kufanya. Tumeinvest kwenye nini? Tulikubaliana kama taifa, dunia silikataa, UNESCO silikataa. Na kwa nini walikataa? Walikuwa na sababu za msingi. Wachache wakajiona wana kiburi cha kuweza kufanya hivyo kwa niaba ya walio wengi. Leo hii ni kulumbana tu. Tungekuwa tumeshamaliza mambo ya umeme na tumeshada miaka zaidi ya 60 tunapiga makelele, wa Malaysia wanatuacha wapi? Tuko wapi leo hii? Kwa hivyo swala hili la umeme hili ambao si hakika bwawa la Nyerere, na hivi niwaulize kweli ndugu zangu, kwa hali ya hewa iliyo sasa hivi, ninatoka jasho kweli kweli hapa, hali ya hewa humidity iko juu, hali ya hewa, tabia nchi ilivyo leo hii, huo mradi wa Stiegler's Gorge una manufaa tena kwa taifa ile? Utakaa miaka mingapi huo mradi huo? Utaendeshwaje? Hayo maji yako wapi? Niwaulize. Vitu vya ajabu kweli kweli, unajua yanatia hasira, unajua yanakusababisha hata nyongo inachemka kana kwamba sisi ni nchi ya mataira. Where are we going? We cannot tolerate these things. Alafu ukisema hiyo jenga hoja. Mradi huu uko tulisema sana pale bunge, kwa maslahi ya nani? Leo hii mradi una na kukiri kwa sababu nini? Wakubali tu kwamba sio kwamba liteleza miradi hii haitaishi hata miaka mingapi. Na mradi unawekeza zaidi ya trilioni, wanasema trilioni 7.5. Sasa tumeshawekeza zaidi ya trilioni 4 sio ngapi, na hazitatosha hata zifike trilioni 10. Halafu isitoshe, chanzo cha maji kiko wapi? Dunia leo tunazungumzia, halafu unasema tutaenda kwenye umeme wa makaa ya mawe. Glasgow walizungumza nini kule? Mambo ya fossil fuels hivi, mambo ya uchafu wa mazingira, makaa ya mawe, natural gas pamoja na petroleum products. Sasa tufikiri vizuri. Kwa hivyo ndio maana nimesema kukopa anakosema speaker Ndugai, iwe ni ametuamsha kutoka usingizini, to debate chanya, tulichukulia chanya badala ya kulichukulia hasi, kumtukana tu. Chukua hoja yake, usimchukue yeye. Unajua, alafu tumevenda hatari sana. Unajua amesema kwanza watu wanamchukia kwa sababu yeye ni mgogo. Unajua akitamka vile speaker, mtu mzima anatamka wananichukia kwa sababu mie ni mgogo. Mimi nimelichukulia chanya. Ni waking up call kwa nchi kwamba tumerudi kwenye ukabila. Tumekuwa tunaimba haya mambo, leo hii unasikia Sukuma Gang, unasikia sijui Wachaga huku, unasikia wa Makonde huko, unasikia sijui Wagogo. Sasa speaker anasema mwenyewe nachukua kwa sababu mimi ni mgogo tu. Unasikia sijui hawa Wajaluo huku, unasikia hawa sijui Wanyamwezi huku, yani hawa sijui Wahangaza hawa. Unaanza kusema huyu. Haya mambo yanaendelea wazi tu. Na tuhuma zinasema alafu hatuzikanushi. Leo hii mnamtuhumu hata makamu wa rais, mnasema sio raia wa Tanzania, sijui nani. Yaani alafu mnakaa kimya tu. Tunakaa kimya tu. Sasa viongozi wameanza kujitokeza wasema ukabila, mimi nachukiwa kwa sababu ni mgogo. Mambo yanasema wazi. Unasikia uteuzi ule umefanyika kwa sababu ya ukabila. Uteuzi ule umefanyika kwa sababu ya udini. Uteuzi ule sijui umefanyika kwa sababu ya nini? Hasa imekuja malumbano sasa yanaanza makabila hapa. Ya ukanda, ubaguzi wa ukanda wazi kabisa. Leo si unasoma kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Zanzibari na Utanganyika. Wazi inajadiliwa. Inawekwa wazi.
Viongozi hatuwasikii wakitoa matamko, wakileta matumaini. Taifa limepasuka pasuka, hili limesambaratika hili. Na ndio maana tumesema ukishapata taifa lililosambaratika kwenye ukabila, kwenye udini, kwenye maeneo ambazo ni ukweli kabisa, yani viongozi wameenda hadharani. Ningesema James Mbatia wasema wewe mchochezi, na waongeza wakanifungulia na mashtaka ya ugaidi, wakasema wewe gaidi. Lakini sasa amesema speaker, nachukua sababu mimi ni mgogo, amefunguka, tulichukulia chanya, tu na mjadala. Ndio sasa sema mawazo kinzani na hii, lakini yenye ukweli. Yani yeye amefunguka tu akaliweka hadharani ukweli. Tusizungumzie mambo kwenye vichochoro. Ndio maana Mwalimu Nyerere alisema binadamu wote ni ndugu zangu. Kama binadamu wote ni ndugu zangu, na dunia leo nasema binadamu wote ni ndugu na dunia ni moja. Rejea tamko la ulimwengu la haki za binadamu la tarehe 10 mwezi wa 9, la tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 1948 siku ya Ijumaa. Linaeleza nini kuhusu watu, kuhusu haki msingi za binadamu? Linaeleza nini? Lakini leo hii miaka 60 ya uhuru tunazungumza kuhusu ukabila. Mimi Mgogo, mimi Mzanaki, mimi Mwangaza, mimi Msukuma, mimi Mjaluo, mimi Muha. Tunabaguana kwa misingi hiyo, tunaliangamiza taifa. Na nia njema tu, swali lako nimelijibu kwa kirefu, namna bora ya kulileta taifa pamoja. Tuweze tukaingia kwenye ushindani wa sayansi na teknolojia. Tuweze tukaingia kwenye ushindani wa kidunia wa kupambana na tabia nchi. Tuweze kuingia duniani kupambana na majanga. Tupende